Ikiwa leo ni Aprili 20 ya mwaka 2025, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima ametoa taarifa juu ya kile ambacho kimesambaa katika mitandao ya kijamii kionyesha video kadhaa mabinti wakionekana wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo. Katika taarifa yake imebainisha kwamba, ndugu wananchi, pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote. Nasikitika kuwapa taarifa ya kuwa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka, tarehe 20 ya mwaka 2024 Aprili, nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huku wengine wakidaiwa kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti wanayemdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao wenyewe. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote, na pia sio tu utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, ya kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yoyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Katika taarifa yake hiyo, Waziri Gwajima pia amebainisha hatua zilizochukuliwa, akisema kwamba hatua nilizochukua, nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo pia atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Na wasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Na wasiliana na waziri mwenye dhamana na elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Katika taarifa yake hiyo pia, Waziri Gwajima amebainisha kwamba wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa udhalilishaji wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Ndivyo alivyomalizia Waziri Dr. Dorothy Gwajima, ambaye ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, kuhusu sakata la video ya wanawake wanaoonekana kumgombania ama kumtaja mwanaume anayefahamika kwa jina la Mwijaku. Mimi natumika na Batunga.